Ushairi. Soma shairi lifuatalo kisha ujibu maswali. Ewe mwanangu tulia, nikupe ya dunia, yale yalonifikia nikiwa huku njiani. Adabu na kuelewa ndio nguzo maishani, usije ukajidai ukawa mtu wa duni. Soma kwa bidii, elimu ndilo mwangaza, maovu usiyatii, giza yatakuleteza. Wazazi wapate tui, baraka kuzijuliza, Mungu atakupa hai, eri atakuzidiza. Maswali. Swali la kwanza, shairi hili ni la aina gani kulingana na idadi ya mishororo katika kila ubeti? Tabia. Na unasema mishororo minne katika kila ubeti. Swali la pili, taja na ueleze maana kuu inayozungumziwa katika shairi hili. Nilikuwa nataka tu maana moja na unaeleza. Maana ambayo nilikuwa napea alama taslim ni elimu. Elimu peke yake ndio nilikuwa nakupa 2. Ukitoa elimu na unasema unanukuu ule ubeti wa pili, mshororo wa kwanza, soma kwa bidii, elimu ndilo mwangaza, nakupa zote 2. Pia kulikuwa na mawaidha, ubeti wa kwanza, mshororo wa kwanza, ewe mwanangu tulia, nikupe ya duniani. Pia kulikuwa na maadili, ubeti wa kwanza, mshororo wa 3, adabu na kuelewa ndio nguzo maishani. Iwapo uliandika kitu kingine tofauti na ukaelezea, nilikuwa nakupa 1, kwa sababu ulikuwa unategemea utaona elimu mara ya kwanza. Kwa hivyo ukiambiwa maana kuu hapo unaambiwa maudhui, mambo ambayo yamezungumziwa kwa kiasi kikubwa. Swali la 3, bainisha vina vya ubeti wa kwanza. Vina vya nje ni. Vina vya nje ukiangalia ni ni. Vina vya ndani ni a na wa. Kuna wa pia, na hata pale mwisho kuna e. Swali la 4, toa mfano mmoja wa inkisari uliotumiwa katika shairi. Kuna yalonifikia, na unaandika vile. Ukiambiwa uandike uhuru wa mshairi, unaandika lile neno vile limefupishwa kama ni inkisari, na unaandika vile linapaswa kuwa katika hali ya kawaida, yalonifikia. Swali la 5, andika ubeti wa pili katika lugha ya nathari. Yaani lugha ya nathari ni lugha ya kueleza. Jambo la kwanza ndio uzoe zile alama 4. Haupaswi kuwa na koma mahali popote. Unaondoa koma kabisa. Unaondoa muundo wa ubeti, kwa hivyo unatumia tu sentensi. Na si lazima ziwe sentensi, inaweza kuwa sentensi 2 au 3. Lakini nisione ile sura ya ubeti. Hakuna koma, unaelezea kwa maneno yako mwenyewe hivi kwamba mwanafunzi wa grade ya 3 anaweza kuelewa. Kwa hivyo mwandishi anamuhimiza mwanawe asome kwa bidii kwa sababu elimu ni mwangaza. Anamtahadharisha dhidi ya kufuata maovu kwani yanaleta giza maishani. Anamsia waheshimu wazazi ili apate baraka ya Mungu. Anamsia heshimu wazazi ili apate baraka na Mungu amjalie maisha marefu na heri. Swali la 6, fafanua ni kwa nini huu ni ushairi wa aruthi. Ukiulizwa hata kama ule si ushairi wa aruthi, kwa nini ushairi huo ni wa aruthi? Huo tunasema unafuata kaida za nini? Sheria za utunzi. Kwa hivyo unasema kwanza ni beti 2, kuna beti 2. Kuna mishororo 4 katika kila ubeti. Vipande ni 2 katika kila mshororo. Mizani ni 16 katika kila mshororo. Kila mshororo umejitosheleza kimaana, yani maana yake imekamilika. Vina vya mwisho vinatiririka, vina vya mwisho vinafanana. Swali la 7,
Tambua sifa mbili za ushairi. Tuliandika hata unapaswa kuwa umetambua tu, hata sikutaka uelezee. Kwanza, ushairi una lugha ya mkato. Pili, ushairi unaweza kukaririwa au kuimbwa. Ufupisha maneno, urefusha maneno, kubadilisha herufi. Na katika ushairi kuna urudiaji mwingi. Sehemu ya ba, dhana na maana, alama 15. Unajua nataka dhana na maana, alama 15. Taja sifa tatu zinazofanya kazi ya sanaa kuitwa fasihi na maandishi ya kawaida. Hapana, inapaswa kuwa na si. Nani alifuta hapo? Na si maandishi ya kawaida. Taja sifa tatu zinazofanya kazi ya sanaa kuitwa fasihi na si maandishi ya kawaida. Kwanza, kuna matumizi ya lugha ya kisanii. Kuna baadhi walisema kuna yale matumizi ya ubunifu, ni sawa. Kwa hivyo kwanza kuna matumizi ya lugha ya kisanii. Pili, kuna mpangilio wa matukio. Mpangilio wa matukio ni ploti, kuna ploti. Na tatu, kuna wahusika. Swali, majibu ndiyo hayo peke yake. Kwa hivyo matumizi ya lugha ya kisanii, kuna mpangilio wa matukio, kuna ploti na kuna wahusika. Pili, tofautisha kati ya fanani na hadhira katika muktadha wa fasihi simulizi, alama 2. Fanani ni mwasilishaji, ni yule anawasilisha, au unaweza kusema fanani ni msimulizi. Hadhira ni wasikilizaji au watazamaji. Hata kama umepata unaandika jibu langu pale, unaweza kuwa maana yako ilikuwa karibu kaandika, lakini ile maana unasikia hapa darasani sio iko hapo umeandika, na sioni ukiandika jibu, ndio urudie ile makosa tena. Ukirudia ile makosa sikupi alama. Nimekwambia fanani ni mwasilishaji au msimulizi, athira ni wasikilizaji au watazamaji. Tatu, fafanua dhima tatu za fasihi katika jamii ya sasa. Ufafanua lazima ueleze. Ukikosa kueleza hakuna alama yoyote. Kitaja tu hakuna. Nikisema fafanua au eleza lazima ueleze. Kwanza, uchota maudhui yake katika mazingira ya binadamu. Dhima za fasihi ni umuhimu wa fasihi. Uchota maudhui yake katika mazingira ya binadamu. Pia ujenga tabia, na unaelezea inajenga tabia ya kuwa na heshima, kuwa mvumilivu. Uburudisha binadamu wakati anasikiliza fasihi kama vile hadithi. Ukielezea hivyo nakupa. Dhima ni nyingi tu. 4, nikakwambia orodhesha tanzu 4 za fasihi simulizi. Na fasihi simulizi tanzu zake ni 5. Nilikwambia kuna hadithi, kuna semi, kuna maigizo, mazungumzo na ushairi simulizi. Ukisema tu ushairi upewi. Kwa hivyo hadithi, semi, maigizo, mazungumzo na ushairi simulizi. Na pale tu ndio nikuelezee kuna tanzu pia za fasihi andishi ambazo ni 4. Kuna riwaya, tamthilia, hadithi fupi na ushairi andishi. Weka wazi mbinu 3 za uwasilishaji wa sanaa. Sanaa uwasilishwa vipi? Tulikwambia fasihi ni sanaa. Na nikakwambia sanaa inaweza kuwasilishwa kwa kutumia maandishi. Nilifurahia sana wengi walipata maandishi, michoro, uchongaji, ususi, ufumaji, ufinyanzi.
Sehemu